Mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Amina. Mtumishi wa Mungu, unaweza kuongeleaje kuhusiana na ibada za Gilgal? Kwanza nashukuru sana kwa nafasi ya pekee ambayo nimeipata kwa ajili ya kueleza ibada zetu za kanisa la Gilgal ambalo kimaalum kabisa linapatikana mkoa wa Mwanza na liko eneo linaloitwa Pasiansi. Kwa wale wageni ambao hawajawahi kufika maeneo hayo, liko karibu na shule ya sekondari ya Sunrise. Sasa kuhusiana na swala la ibada zetu za kanisa la Gilgal, kwa maana ibada za Jumapili na zile za katikati ya wiki, kwa nini zinakuwa na matendo makuu ya Mungu? Kwanza, jambo kubwa kabisa ambalo tunaweza tukawahakikishia watu wote wanaotusikiliza na kututazama ni mtumishi wa Mungu ambaye anahudumu kwenye ile madhabahu. Ni mtumishi ambaye Mungu amemuita kweli kweli na Mungu amempaka mafuta kwenye kizazi hiki. Tunaye mtumishi wa Mungu, mchungaji na askofu Eliabu Sentozi, ambaye amepakwa mafuta ya neema ya Mungu kwa ajili ya kufungua watu mbalimbali. Kwa hiyo watu wanaoshiriki nasi kwenye ibada za Jumapili hasa ni watu ambao wanakutana na mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta kimaalum kabisa kwa ajili ya kuwafungua watu wenye mateso mbalimbali, wenye shida mbalimbali, magonjwa, ziki na kila aina ya vifungo ambavyo shetani amewaonea watu. Ibada zetu za Jumapili mara nyingi zinakuwa zimejaa uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu. Ni kwa sababu ni ibada ambazo zimejielekeza hasa kwenye ile sifa ya kweli ambayo watu wanamsifu Mungu katika roho na kweli, lakini pia uwepo wa Mungu unakuwepo halisi kutoka kwenye hizo ibada za sifa. Lakini pia tunayo kwaya nzuri ambayo huwa inatuongoza kwenye utaratibu mzuri wa kwenda kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Lakini baada ya pale tunao wahudumu mbalimbali ambao wako kimaalum kabisa kwa ajili ya kuhudumia watu, ikiwemo kuwashauri, kuwaombea na kuwaweka huru. Kwa hiyo kila mtu ambaye anatutazama na kutusikiliza, nataka nitoe mwaliko maalum kabisa kwamba una jambo lolote ambalo halijapata ufumbuzi, ama una kesi yoyote ambayo haijapata majibu, ama una swali lolote ambalo limekutatiza kwa miaka mingi, sehemu sahihi na sehemu salama ya kufanya moyo wako utulie na upate majibu ni Gilgal. Namna gani ya kuweza kufika Gilgal ama kupata huduma hii? Una uwezo mkubwa wa kufika kwenye kanisa letu la Gilgal ambalo kama nilivyotangulia kusema liko Pasiansi katika jiji la Mwanza. Unashuka kwenye kituo cha Pasiansi pale, wewe chukua bodaboda tu atakuleta moja kwa moja, mwambie kuleta kanisa la Gilgal chini ya askofu Eliabu Sentozi. Ukikutana na huyu mtumishi wa Mungu, ni kuhakikishie maisha yako hayawezi kubaki kama yalivyokuwa jana ama siku ya leo unavyonisikiliza. Huyu mtumishi wa Mungu ana kitu kikubwa cha kimungu ambacho Bwana amempa, na atahakikisha anakufikisha kwenye njia ambayo unaitafuta na kwenye baraka ambazo unazitafuta. Kama ni uponyaji, njoo Gilgal. Kama ni baraka, njoo Gilgal. Kama ni kufunguliwa, karibu Gilgal. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Labda pia kwa kumalizia, ibada zetu zinafanyika lini? Tunazo ibada kwa wiki, tunazo ibada 3. Ya kwanza tuna ibada ya siku ya Jumatano ambayo inaanza kufanyika kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Hii ni ibada nzuri sana ya mafundisho, na kwa ujumla askofu wetu ni mwalimu mzuri sana wa neno la Mungu. Ukifika kwenye ibada za Jumatano utafundishwa vizuri na utaelekezwa vizuri kuhusu neno la Mungu. Lakini pia tuna ibada siku ya Ijumaa, na ibada hii zinafanyika, ni ibada maalum, ni kwa ajili ya maombi na maombezi. Sasa utachagua muda wa asubuhi kuanzia saa 4 mpaka saa 9. Mchungaji na askofu anapatikana kanisani kwa ajili ya kukushauri na kukuombea. Lakini ikifika saa 10, ibada hizi zinafanyika kwenye zoni, kwa maana ya kanda. Kwa hiyo unakaribishwa mahali popote ulipokuwa, Pasiansi, ukiwa Igoma, yako makanisa nyumbani yatakuhudumia. Na kule pia tuna wachungaji ambao wana neno la Mungu na wamejaa. Lakini pia tuna mkesha unaoanza, sema ni mkesha wa moto, sio mikesha kama ile mingine, ni mkesha wa moto. Unaanza kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 11. Huu mkesha ndani yake umebeba maombi maalum, umebeba maombi ambayo yatakupa majibu ya kile unachokitafuta. Tunao watu wa Mungu ambao wameaminiwa na kupakwa mafuta. Wako vijana hodari watakao kuongoza kwenye maombi, wako vijana hodari watakuongoza kwenye kukuombea. Lakini hata kama una mzigo umeubeba, njoo kwenye huu mkesha. Bwana atakutana na wewe na atakufungua. Ni mkesha sio wa kukosa. Kuanzia Ijumaa hii
ni hebu jaribu kuonja, alafu utaona wema wa Bwana. Nikukaribisha pia Jumapili. Ibada ya kwanza inaanza saa 1 kamili. Hii ni ibada ya Kiingereza ambayo mtumishi wa Mungu anahudumu mpaka saa 3 kamili. Saa 3 kamili mpaka saa 6:30 tuna ibada kubwa sana ya Kiswahili ambayo hakika ukiishiriki utajutia maisha yako wala utajutia muda wako, na Bwana wa mbingu na nchi atakubariki na kukupeleka another level. Sisi ni watu wa viwango vya mbinguni. Karibu sana. Amina. Asante sana.